Haradali Media, imani ndogo inatosha. Karibu mwana Haradali Media ili tuweze kupashana habari kemkem ambazo zinajiri ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi ni taarifa ya kusikitisha ambayo tumeipokea ndani ya Haradali Media kufuatiwa kifo cha kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani, Papa Francis, ambaye amefariki dunia mapema leo hii saa 1:35 alipokuwa kwenye makazi yake ya kipapa huko Vatican. Kardinali Kevin Ferrari wa Vatican ametangaza kuwa kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani, Papa Francis, amefariki, na hii yote inatokana na maradhi ambayo yameweza kumsumbua kwa muda mrefu kweli kweli. Kiongozi huyo alikuwa kwenye mdororo mkubwa wa kiafya, na ni jana tu ametoka kutoa salamu fupi za Pasaka, akinukuliwa kwa kusema kuwa hatujaumbiwa mauti bali uzima. Amefariki baada ya maradhi ya muda mrefu. Papa Francis amefariki akiwa na umri wa miaka 88, lakini pia anaingia katika historia ya kuwa papa wa kwanza kutokea Amerika ya Kusini, kwa maana ya kuwa alikuwa kardinali kutoka katika nchi ya Argentina. Papa Francis alichaguliwa kuwa papa mnamo mwaka 2013, akichukua nafasi ya papa ambaye alikuwa anaitwa Benedikti wa 16, ambapo itakumbukwa kuwa Benedikti wa 16 ndiye papa pekee ambaye aliweza kuingia katika historia ya kuwa papa ambaye amestaafu kwa hiari yake kutokana na changamoto na maradhi mbalimbali ambayo yalikuwa yakimkabili. Papa Francis atakumbukwa katika mengi ambayo ameyafanya, hususan katika kuunganisha watu, lakini pia kujali makundi ya watu, na kiupekee ambao alikuwa nao Papa Francis pale ambapo aliweza kukataa kwenda katika jumba la kipapa na kupenda kuchangamana na raia ambao wapo katika hali duni, hususan maskini na wasiojiweza. Papa Francis alikuwa ni papa ambaye anapenda kuunganisha watu, lakini pia aliweza kuingia katika mgogoro mara kadhaa, lakini aliweza kuwa sehemu ya kuwa msuluhishi, lakini mwenye kutafuta amani. Ikumbukwe ya kuwa kanisa Katoliki ndilo kanisa kongwe ambalo ni kanisa lililo na miaka zaidi ya 2000, na pia ndilo kanisa ambalo linatamkwa kuwa ni kanisa la kwanza. Ukirudi katika maandiko matakatifu, Mtume Petro aliwahi kusema ya kuwa Yesu Kristo, yeye ndio Kristo mwana wa Mungu aliye hai, na Yesu alimgeukia Petro na kumwambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na milango ya kuzimu halitalishinda. Ndicho ambacho kimefanyika hata sasa. Wakristo mbalimbali wamekuwa wakienda kuhiji katika kanisa la kwanza ambalo limejengwa katika juu ya kaburi la Mtakatifu Petro. Hakika unabii aliyousema Bwana Yesu uliweza kutimia baada ya Petro kuweza kufariki, na juu ya mwamba wake wakaweza kulijenga kanisa. Kwa mujibu ya mafundisho ya kanisa Katoliki, yanafundisha kuwa papa wa kwanza kuweza kutokea katika kanisa Katoliki ni Mtakatifu Petro. Yeye ndiye anahesabika kuwa ndiye papa wa kwanza katika kanisa Katoliki, kwa maana ya kuwa alisimikwa na Bwana Yesu mwenyewe. Lakini ukiangalia katika karne ya 21, papa ambaye aliweza kujizolea umaarufu mkubwa ni Papa Yohane Paulo wa pili, ambaye aliweza kufariki baada ya kuugua kwa maradhi na uzee, na baada ya hapo nafasi yake kuweza kurithiwa na Benedikti wa 16, ambapo Benedikti wa 16 naye pia akiwa katika hali ambayo kiafya ilikuwa inamletea changamoto, ndipo mwaka 2013 kwa hiari yake aliamua kuweza kustaafu na hatimaye kuweza kuchaguliwa
Papa Francis. Papa Francis kabla ya kufariki aliweza kuchagua makardinali zaidi ya 80 ambao makardinali hawa hutumika kama wajumbe katika kuchagua papa mpya. Bila shaka mchakato wa kuweza kumchagua papa mpya utaanza haraka iwezekanavyo, kwa maana ya kuwa Papa Francis tayari alikuwa ameshaandaa mazingira ya mrithi wake. Wanaharadari media tunaungana pamoja na Wakristo na Wakatoliki wote kuomboleza msiba huu mkubwa ambao umeweza kulikumba kanisa Katoliki, lakini pia dunia kwa ujumla, kwa maana ya kuwa kila mmoja anatambua mchango mkubwa na uwepo uliopo wa Papa Francis katika uhai wake, jinsi alivyokuwa akitumika kuweza kuiunganisha dunia, kuyaunganisha makundi mbalimbali. Alikuwa papa ambaye anapenda umoja pasipo kutamani matengano baina ya dini na dini. Ni mara kadhaa ameonekana akiingia katika masinagogi, lakini pia ameonekana akiingia katika misikiti akiwa anakwenda kutangaza amani pasipo kubagua wala kujitenga. Kauli kubwa ambayo itaendelea kukumbukwa ya Papa Francis katika hatua za mwisho alipokuwa anaitakia dunia Pasaka njema, lakini ananukuliwa kusema kuwa hatujaumbiwa mauti bali uzima. Hakika kwa kauli hii inasadifu yale ambayo yalikuwa yamesemwa na Mtume Paulo pale aliposema kuwa kwetu sisi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Ama kwa hakika Papa Francis amechagua sehemu ya faida ili kuweza kwenda kumuona Bwana Yesu mawinguni, ambaye alikwenda kutuandalia makao. Bwana alitoa, Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe. Amina.